Ukiwa na dalili hizi, kimbia mara moja kwenda kupima sukari yako, kwa sababu inaweza ikawa upo katika pre-diabetes ama tayari ni mgonjwa wa kisukari. Dalili ya kwanza ni kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Kumbuka ya kuwa kukojoa peke yake haimaanishi tu changamoto ya kisukari. Zipo sababu nyingi ama zipo magonjwa mengi ambayo pia huwa yanasababisha au yanakuwa na viashiria vya mtu kukojoa mara kwa mara, lakini hiyo ni moja dalili ya mtu ambaye anakuwa na changamoto ya kisukari. Jambo la pili ni kupata kiu mara kwa mara. Unakunywa maji sasa hivi, lakini baada ya muda kiu kinarudi upya. Jambo la tatu ni kupata njaa zisizokuwa na mpangilio, kwa maana unakula, baada ya kumaliza kula unahisi tena njaa. Hii sio dalili ya kawaida. Lakini dalili ya nne ni kupata ganzi kuanzia kwenye mikono mpaka kwenye miguu, ganzi ambazo zinakuwa zinajirudia mara kwa mara. Lakini dalili ya tano ni wewe mwanaume kuweza kushindwa kuperform vizuri tendo la ndoa, ama ni mwanamke kustruggle kwa muda mrefu sana kutafuta ujauzito, na inakuwa ni changamoto. Ikiwa umeshaanza kuona dalili hizi kati ambazo nimeweza kuzieleza, walau dalili tatu kati hizi tano ambazo nimezitaja, basi hakikisha unakimbilia kwenda kufanya vipimo. Inawezekana ni changamoto ya kisukari. Nitafute leo kwa ajili ya msaada wa matibabu pamoja na ushauri, lakini pia share video hii, lakini usisahau kuweza kufollow account yangu kwa Mizani kupata tips nyingi zinazohusiana na ugonjwa wa kisukari.